Kwanza mimi wanafurahi initiative ambayo inafanywa na wakina dada wakiongozwa na Ana, kwa sababu imewaibua wakina dada wengi ambao walikuwa chini kabisa na leo wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo naiona hii platform ni kama platform ambayo inachochea sana kiuchumi wanawake wengi wa mkoa wa Dodoma na kuwapa fursa kukua zaidi. Ndio maana huwa naipo umuhimu mkubwa sana. Nilikuwepo kati tunazindua msimu huu, nimeona jinsi ya wakina dada walikuwa wanatoa ushahidi pale walipokuwa na walipo hivi sasa. Mabadiliko ni makubwa sana. Kwa hiyo nafurahia kuwepo katika sehemu kama hii, kwa sababu pia ni sehemu ya kuona kwamba watu wangu wanafanikiwa na kufanya vizuri, na kupitia jukwaa hili naamini kabisa wanawake wengi hasa vijana wa mkoa wa Dodoma watabadilika sana kuwa na mindset ya kujiweka vizuri kiuchumi. Kwanza hii taasisi inaongozwa na mdogo wangu Ana Kimpa, na siku nilisema pale mimi na historia naye kwa sababu amekuwa ni mshirika wangu kwenye shughuli zangu nyingi sana za kijamii, na Ana huwa namshukuru kwa sababu amewahi kunipeleka sehemu moja ya watoto yatima kule Mbabala, ambao mpaka leo mimi nawalea, ambao jambo huwa najihisi kama nafanya jambo kwa ajili ya jamii yangu. Kwa hiyo huwa nachukulia kwa uzito mkubwa sana. Alinipa heshima kubwa kwenye tukio lile na mara nyingi sana amekuwa akinishirikisha. Kwa hiyo na mimi nikipata nafasi ya shughuli zake nimekuwa nikishiriki. Leo tulikuwa tuna baraza la mawaziri Dar es Salaam, tumemaliza saa 11, lakini nimejitahidi mpaka nimefika hapa. Kwa hiyo kwa sababu ya upendo na ushirikiano ambao tumekuwa nao kati ya mimi na Ana ambaye ni kiongozi kwenye taasisi. Kwa majina anaitwa MC Devoted, majina niliyopewa na wazazi ni Devoted Bayandagie. Ni una experience ya biashara? Yes, na experience na biashara. Unafanya biashara? Nafanya biashara. Unajishughulisha nini? Mimi kwanza ukiacha kazi zangu mimi ni MC. Hiyo tayari ni biashara. Yeah. Sichukuli poa. Lakini pia mimi nimewahi kufanya biashara ya chupi, heleni, yeah. Hebu niambie kwanza struggles kwenye biashara ambazo ushafanya, kwa sababu hii leo hili tamasha la wafanyabiashara ambao wanachipukia wewe tayari ni mkongwe unaonekana. Hebu niambie experience yako kwenye biashara. Biashara cha kwanza inahitaji uvumilivu. Ukubali kile kitu ambacho unakifanya. Lakini cha pili inahitaji kujitoa muda wako. Hauna muda hauwezi kufanya biashara. Yes. Kwa hiyo vitu ambavyo tunapaswa kuvifanya ni kuzingatia sana kile kidogo ambacho tunakipata, basi tukitumie vizuri angalau kituzalishie zaidi. Yeah. Ndio faida za kusave. Faida za kusave bwana ni nyingi, mshua. Cha kwanza, ukiwa na saving yako hata kama ni 1000 kwa siku au kwa wiki, ukipata dharura hauaibiki. Aibu zile ndogo ndogo zinakuwa hazipo. Hainipasi mimi kumtumia mtu message kumwambia nitumie 1000, nitumie 2000. Kwa hiyo tu save, tuweke akiba. Ni bora. Kwa binti mpambanaji ambaye tuna binti wengi kwa ndani siku hiyo leo. Wewe ukipewa nafasi ya kuongea na mabinti wafanya biashara, unalipi naweza kusema? Kwanza kabisa kwa mabinti ambao ni wapambanaji na wafanyabiashara, tukubali kuanzia kwenye mitaji ya kiasi chetu, ya kiwango chetu. Tuache kuingia kwenye mikopo ambayo ni kausha damu. Acha kujilinganisha na watu ambao tayari wana hatua 10 mbele. Kubali kuanzia kwenye hatua 0, sio 1, 0. Ukipiga hatua ya kwanza utapiga na ya pili na ya tatu. Usijilinganishe. Kila mmoja ana hatua yake. Lakini pia kuwajibika na kupambana zaidi. Tusikate tamaa. Yako mengi yanayotukatisha tamaa, hasa wale watu wa karibu. Lakini Mungu akiwa pamoja nasi, hakuna anayeweza kuwa kinyume chetu. Uko busy kweli wewe. Hebu niambie ratiba yako. Ukiamka asubuhi kwanza kitu cha kwanza unafanya nini? Au usiku ukiwa unataka kwenda kulala, yani unaingia kitandani, hebu niambie unafanya kitu gani? Kwa kweli nina ratiba ngumu na busy, lakini mimi ni mwanamke wa mithali 31. Cha kwanza kabisa kabla sijatoka kitandani ni kumshukuru Mungu. Ratiba nyingine zote zinafuata na hazilingani kwa siku tofauti tofauti, lakini pia cha mwisho ni kumshukuru Mungu kwa kile ambacho nimeweza kukifanikisha na kile ambacho sijaweza bado namshukuru. Yes. Unatamani ufikie ukubwa gani kwenye maisha yako, kwenye biashara, kwenye kazi yako na kitu kingine chochote? Kwa kweli natamani nifikie kule ambako Mungu ananionyesha. Nayo maono ambayo mshua siwezi kushare na wewe, lakini ni kule kwenye kuwahudumia wafalme wa dunia hii katika vile ambavyo Mungu amenipatia. Yes. Mungu pengine utamani atakuwa rais. Huko inategemea Mungu ataamua nini mbele, lakini katika yote natamani kufika kule ambako nakuona na Mungu ambaye ananihudumia au ananipa vile ambavyo ninavyo, naamini nitafika siku moja. Thank you for your time. Thank you.